Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida, vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha maswali na majibu ambacho kinakuwa kipindi cha muda wa dakika 90. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali hiki. Basi na bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe utaratibu wa vipindi vyetu vya Bible Study, na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen. Sana Priska Mugambishana akizungumza mubashara kutoka aliko makao makuu ya huduma zetu hapa Dallas, Texas. Nikukaribisha wewe ambao umeweza kuingia kwa wakati katika kipindi kingine cha Biblia cha Bible Study kinachojiwa kwa lugha ya Kiswahili kwa hisani ya makanisa ya Umoja. Kanisa kaliposema makao makuu Dallas, Texas, lakini kanisa lipo ulipo wewe kimtandao. Kalenda yako kwa sisi Marekani tunasema ni April 2nd. Liko mwalimu wa siku ya leo nyumbani Tanzania kwake ni April 3rd. Tunamshukuru Mungu katika hicho. Tunazidi kusonga ikiwa ni wiki ya 14 kati ya 53 za mwaka huu, ikiwa ni siku ya 88 kati ya 365. Mungu tunamtarajia aweze kutukabidhi. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa wazima na tumeweza kuwa katika kipindi. Wakati najiandaa kumkaribisha mtumishi, basi nafasi yako nyingine ya kuwa shemasi, tafadhali tumia ile flyer ama invite kukumbusha kuingia katika kipindi, forward kwa wengine watatu chap. Ukiwa taarifa kwamba kipindi chako kipendacho cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa Umoja kipo hewani. Naam, kwa siku leo tumekuwa tunasoma moja kubwa zuri la utukufu, na tunamshukuru sana Mungu kwa kuweza kupata mwalimu ambaye ataweza kutufundisha hili. Hili ni somo ambalo unaweza kusema kama ni donda ndugu katika Ukristo wa leo. Somo linaitwa manabii na unabii. Manabii na unabii. Kila mtu siku hizi anapenda kujiita mnabii, anapenda kukupa unabii, unafikiri kwamba unapokea unabii. Je, kipi ni kipi? Kwa hiyo tuna Mungu, tumshukuru Mungu tupata mwalimu nguli kabisa ambaye tutakuwa naye katika majuma 4, na siku nyingi hatujakuwa na kipindi kirefu namna hii, lakini hiki ni kipindi ambacho ni very very important. Kwa tukasema kwamba tumkabili mwezi wa 4, na sio hakika kabisa tukitoka pale basi tuna uelewa mbadala, tuna hatua japo moja ama zaidi ya moja katika kile ambacho tunakijua kwamba nabii ni kitu gani, unabii ni kitu gani. Usiku mwingine basi ni Reverend Dr. Jackson Mnyanda kutoka kule nyumbani Dar es Salaam Tanzania, lakini makazi yake yakiwa pale Dodoma. Huyu ni mkufunzi na ni Dean of Academy katika chuo kinaitwa African Continental Theological Seminary, wanyona kita ACTS, kiko chini ya Assemblies of God, makao makuu yakiwa pale Dodoma. Vile vile wana chuo kingine kiko pale ambacho nitakizungumza baadaye kidogo. Kwa hiyo ni chuo ambacho kiko ndani ya campus moja, ikiwa kama nilivyosema hapo awali vyumba viwili tofauti, kwa maana kwamba kuna vyuo viwili viko pale. Ni msomi kama nilivyosema kwamba nguli, na nitaelezea hapo ana Masters of Art, ana degree ya Divinity, na vile vile ana PhD. Sasa kile chuo kingine chukua nimekisema pale kinaitwa Central Bible College, CBC, Central Bible College. Kama nilivyosema kipo pale, na vyuo hivi vinatoa diploma pamoja na first degree, kile cha Central Bible College CBC, na kile kingine kinatoa vile vile makufunzi mengine. Kwa wale ambao wamepata bahati ya kujiunga na chuo chetu cha Umoja International Bible College UIBC, ni moja kati ya walimu maprofesa ambao wanafundisha pale. Kila mara unamsikia mtu baba kiongozi wa makanisa yetu sasa kama walimu wote ambao tuko nao katika UIBC ni maprofesa. Huyu ni mmoja wapo, na anafundisha biblical studies, anafundisha vile church history, and then anafundisha prophecy and prophet. Pigia mstari hapo, prophecy and prophet, utaelewa kwa nini. Yeye binafsi yake ana diploma ya Science in Education alichukua University of Dar es Salaam ya UD mwaka ule wa 75. And then baada hapo akarudi akachukua sasa bachelor iliyokamilika ya Science Education pale University of Dar es Salaam. Akasogea kidogo zaidi, Mungu alimjalia akapata Master of Science. Sasa akaanza kuchepuka tofauti. Ilikuwa ni Research Scientist in Biological Studies pale UD. Alimaliza mwaka 91. Akachukua masters nyingine ya pili, hii ni ya Divinity,
na hii ilikuwa ni special studies. Wanasema kile chuo kinaitwa Asia Center of Theological Studies, ACT, kule South Korea. Mwaka 2002 aligraduate. Sasa nimemtamka kwamba ni doctor ni kwa sababu ana PhD. Ana PhD yake ya Biblical Studies ambayo alipata chuo kinaitwa Pan African Theology Studies ambako kiko kule Togo. Gags kule mwaka 2011 alipata PhD yake pale. Kwa miaka ya nyuma kabla yote hayo alikuwa ni mwalimu wa sekondari Tanzania katika mchipuko wa PCB, yani Physics, Chemistry na Biolojia. Mliopita Mbeya kipindi hicho inaitwa Sangu Sekondari, inawezekana alishika ubao pale chaka kufundisha. Mliosoma Mahenge sekondari inaitwa Kwiro. Lakini katika zile shule kubwa kama kwa mfano Tabora Boys, pale alikuwa ni mwalimu, lakini pia alikuwa ni deputy headmaster pamoja na mchungaji. Yupo katika ndoa, ameoa miaka hiyo ya nyuma, na alifuatilia vizuri sana lile andiko la Zaini Mkaongezeke. Yeye na mama yetu collectively wana watoto 8. Wana watoto 8 na Mungu kwa kweli amewabariki sana. Sasa hivi nilipoongea naye nikajua kwamba ni empty nester. Ni mtu ambaye sasa kama ameanza maisha upya na mke, watoto wote washaondoka, wamekuwa watu wazima. Na Mungu amebariki. Katikati ya hao huko kuna mchungaji, kuna mwingine daktari, kuna mwingine ni mkuu wa chuo kama alivyo babake, na mwingine social worker na kadhalika. Kwa hiyo kitu ambacho ni baraka sana, na nimekupa vyote hivyo kuonyesha kwamba ni mtu mmoja ambaye yuko very very busy. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba not only tumefanikiwa kumpata na amekubali kutufundisha katika hili, lakini kwa kweli amekubali kutukabidhi mwezi wa 4 kutufundisha vizuri kabisa somo la manabii na unabii. Basi bila kupoteza muda nitamkaribisha kwa mara ya kwanza kabisa katika ministry hii. Ameshakufundisha niseme hicho, ameshakufundisha kwa wenzetu pale Houston, Umoja Houston, katika Bible study zao za pale. Nilipata nafasi ya kumsikia myself katika somo kama hili, lakini itakuwa ni mara ya kwanza sasa kwa makao makuu Dallas kuweza kupata nafasi ya kuwa naye katika capacity hii ya mwalimu wa Bible study. Nichukue nafasi kwa mara ya kwanza basi nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Jackson Nyanda. Ni heshima kubwa sana kwetu kuweza kupata nafasi kuwa na wewe, na tunaamini katika somo hili ambalo tumezungumza uko nalo tayari. Nitakaribisha basi kwa mara ya kwanza, utatufungulia kwa sala ya jioni, and then moja kwa moja tutaingia katika sehemu ya kwanza ya manabii na unabii. Dr. Nyanda, karibu sana. Asante sana Jerry kwa neema yote kama alivyosema. Tunamshukuru Mungu anayetuwezesha. Tuombe. Baba, tunakushukuru. Asante kwa kutupa nafasi nzuri pamoja na wateule wako, watumishi wako katika semina hizi za Umoja Bible Study. Utuongoze, Roho Mtakatifu tufundishe katika somo hili la manabii na unabii. Tunaomba Bwana uwepo na Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu sisi sote. Tujalie kuyashika yale unayotufundisha, yakabadilishe maisha yetu na huduma zetu, na yaweze kusaidia wengine katika mwili wa Kristo. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibuni sana wapendwa. Unabii na manabii ni uwanja mpana katika Biblia, na ulikuwa uwanja mpana pia katika Agano la Kale, na tutaangalia mambo muhimu. Na kwa sababu tuna vipindi 4 ambavyo nitakuwa nafundisha kwenye dakika 40 au 45 hivi, alafu naachia maswali na majibu. Namshukuru sana mtumishi wa Mungu mpendwa wetu Jerry kwa utangulizi mzuri sana. Mungu akubariki sana. Sasa tuanze moja kwa moja na somo letu, manabii na unabii. Manabii na unabii. Na mara nyingi tunaweza tukajiuliza kwa nini somo hili au kipengele hiki cha manabii na unabii kinachukua nafasi kubwa sana katika kanisa la leo, na hata katika kipindi cha kanisa cha Agano la Kale. Hii ni kwa sababu
tunapozungumzia unabii na manabii, tunazungumzia Mungu akisema moja kwa moja kupitia vinywa vya manabii aliowaita na kuwapaka mafuta. Na sababu hiyo basi ni somo la muhimu sana. Tuanze na maana, tuangalie maana ya maneno haya. Nabii ni neno la Kiebrania na wakati mwingine natamkwa kama nabii au nabii. Sisi Kiswahili tumelichukua huko, nabii au nabii. Na kwa sababu wenzetu wa Ebrania wanapoweka wingi wanaweka im, kwa hiyo katika wingi inakuwa navim, 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 maana yake wingi huo. Na limekuwa ni kama linalingana sana na lile la lugha ya Wakanani, Akkadian, ambalo wao walikuwa wanasema nabu. Sasa kwa Akkadian maana yake nabu, au kwa ile lugha ya watu wa Kanani nabu maana yake ni yeye aliyeitwa na kutumwa kwa niaba ya Mungu. Yeye aliyeitwa na kutumwa kwa niaba ya Mungu. Na tunaweza tukasema nabii kwa ufupi sana, nabii ni mjumbe wa Mungu ambaye ni mdomo wa Mungu akisema kwa niaba ya Mungu. Nabii ni mjumbe wa Mungu anayesema kwa niaba ya Mungu, kwa hiyo yeye ni mdomo wa Mungu. Na tukisoma katika haraka sana kwenye Kutoka sura ya 4 tunapata maana hii ya nabii. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 4, Kutoka sura ya 4, tusome pale mstari ule wa 16. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 16 tunaona, tukianzia hata ule wa 15, tunaona neno nasema nianzie 14. Hasira ya Bwana, Kutoka 4:14. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukuraki, naye atapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Hilo neno tuliangalia vizuri ile mstari wa 16. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Kwa hiyo hii inaweka vizuri sana kwamba nabii ni kinywa cha Mungu. Mungu anasema na watu kutumia kinywa chake. Ndio maana ujumbe wa unabii una formula, una tamko maalum. Nabii anapomaliza anasema, asema Bwana wa majeshi. Lazima aseme pale ile formula au usemi maalum kwamba jamani, anayesema ni Mungu, ila mimi ananitumia tu, kinywa changu anakitumia kusema na nyinyi
Kwa hiyo ndio maana weke asema Bwana wa majeshi, kwamba hayo maneno sio ya kwake, ila ni Mungu anasema kupitia kinywa chake. Kwa hiyo nabii ni nani? Nabii ni mjumbe wa Mungu ambaye Mungu anasema na watu kutumia kinywa chake. Mungu anasema na watu kutumia kinywa chake. Katika Agano la Kale, hasa tunapozungumza manabii, tunaanza na manabii wa Agano la Kale. Maana ukumbuke Biblia inasema tumejengwa. Katika Waefeso Biblia inasema tumejengwa. Sisi watu wa kanisa la leo tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Kama unakumbuka hilo ni jambo ambalo ni la muhimu sana kulielewa. Sisi wa kanisa la leo, misingi yetu, msingi maana yake mafundisho maalum, mafundisho ya msingi, tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Hilo neno muhimu sana. Tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Na Yesu Kristo mwenyewe ndio jiwe kuu la pembeni. Maana yake ndio kichwa cha kanisa. Tumejengwa. Kwa hiyo sasa manabii wanaotajwa hapa ni wale manabii wa Agano la Kale waliotabiri kuja kwa Masihi, waliotabiri kuja kwa Masihi. Kwa hiyo mafundisho yao hao manabii, alafu na mafundisho hayo na yaunganisha na mafundisho sasa Masihi mwenyewe alipokuja Yesu Kristo na akaandaa mitume wake, akawakabidhi yale mafundisho ambayo ndio ni ya msingi kabisa katika kwetu sisi. Kwa hiyo hayo mafundisho ukiunganisha sasa na jumbe za manabii wa Agano la Kale, basi sisi tunakuwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume, yani mafundisho ya manabii na mitume. Sasa manabii anaowataja hapa ni wale manabii wa Agano la Kale. Kwa hiyo ndio tunaanzia huko, lakini tutakuwa tunalinganisha na Agano la sasa. Kwa hiyo hawa pia katika Agano la Kale walipata walikuwa pia wanajulikana kama mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu, tunakumbuka katika Wafalme tunaona mtu mmoja, Wafalme wa kwanza ile sura ya 13 mstari wa kwanza na mpaka wa 3, anaitwa mtu wa Mungu. Nabii pia aliitwa mtu wa Mungu. Lakini pia nabii aliitwa mjumbe wa Mungu. Katika kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza mstari wa 13. Lakini pia nabii aliitwa mwonaji. Aliona mambo ya asili ya Mungu. Na katika Kiebrania wanaita Hosea au Roe. Maneno hayo pia yalitumika kama kuelezea mchungaji. Hosea H-O-Z-E-H au Roe R-O-E-H, mchungaji. Tunaona hiyo katika Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 9. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 9. Lakini pia manabii waliitwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu tunaona katika Joshua sura ya kwanza mstari wa kwanza. Joshua anaambiwa na Mungu, Musa mtumishi wangu amekufa. Musa mtumishi wangu amekufa. Kwa hiyo ndio maana ya neno nabii. Ni huduma kubwa sana tunayoizungumzia. Na nabii alikuwa ni mtumishi, nabii mjumbe wa Mungu
ambaye Mungu anatumia kinywa chake kusema na watu wake, pamoja na hayo majina mengine waliopewa: mtu wa Mungu, mjumbe wa Mungu, mwonaji, mtumishi wa Mungu. Sasa nini maana ya neno unabii? Unabii, prophecy, unabii. Maana ya unabii ni ujumbe wa Mungu. Ujumbe wa Mungu kwa maandishi, kupitia kinywa cha nabii au kupitia kuandika. Nabii anaandika, ni ujumbe wa Mungu. Unabii ni ujumbe wa Mungu unaotolewa kwa watu wake kupitia nabii, kwa njia ya kusema au kwa njia ya kuandika. Kwa njia ya kusema au kwa njia ya kuandika. Unabii ni ujumbe, wakati mwingine tunaita ujumbe wa kinabii, unaotoka kwa Mungu moja kwa moja kupitia kwenda kwa watu wake kupitia kinywa cha nabii, au kupitia nabii anaandika kupitia kinywa cha nabii au kupitia maandishi ya nabii. Kwa namna hii basi tunakuwa na makundi yafuatayo kwa manabii wa Agano la Kale. Tunakuta wamegawanyika katika makundi mawili makubwa: manabii wale walioandika, manabii wale walioandika vitabu, na manabii wale ambao hawakuandika vitabu. Kwa hiyo tukisoma Biblia Agano la Kale tutayakuta hayo makundi mawili: manabii wa kusema, tunaweza kuwaita hivyo, manabii wa kusema, wale ambao walisema tu, wakatamka, Mungu akatumia kinywa chao kama tulivyoona kusema na watu, lakini hawakuandika. Ila watu sasa walikuja wakawaandika kwenye vitabu. Na ukitaja wachache pale ni manabii wazuri tu. Kwa mfano Elia na Elisha, hawa ni manabii wa kusema, hawakuandika kitabu. Nabii Elisha, nabii Elia, nabii Ahia, kwa wale mnaowakumbuka, wale mnaosoma Agano la Kale nadhani mnawakumbuka hao. Ahia, nabii Azania, nabii Ido, nabii Yehu, nabii Odedi wako wengi, nabii Shemaia, nabii Hanani, wote hao. Hulda na wamama wamo, Debora. Sasa sijui wengine wanasema Debora aliandika kitabu cha Debora, tunaweza kumtoa huyo, lakini kile kitabu cha Debora ni kama cha historia. Hakuandika kitabu cha unabii. Kwa hiyo kufuatana na hiyo tunaona neno unabii linawagawa hawa manabii. Lakini tunakuta manabii wengine walio andika, pamoja na kutamka wakaandika kitabu. Vile vitabu vyao vinaitwa vitabu vya manabii. Kwa hiyo tunawakuta wale wako makundi mawili makubwa sana kwa leo. Tunawagawa kwa leo, lakini kwa wakati ule wao waliitwa tu manabii wa kuandika. Waliandika vitabu vya unabii. Kwa mfano nabii Isaya, nabii Ezekieli, nabii Danieli, hao Danieli, Ezekieli na Isaya waliandika vitabu 4. Isaya kitabu kimoja kikubwa kweli kweli, sura 66. Alafu
Yeremia na kitabu kikubwa tu, halafu na Ezekieli. Lakini Yeremia aliandika viwili pamoja na maombolezo, kwa hiyo jumla vitabu 4. Lakini wako wengine 12 ambao nimewataja tofauti, kwa sababu sisi leo tunawagawa hivyo. Sisi leo tunawaita manabii wadogo. Halafu wale walioandika vitabu vikubwa na huduma yao ilikuwa ya muda mrefu tunawaita manabii wakubwa. Sio manabii wakuu, hapo nisikilize vizuri. Maana katika Agano la Kale hawa wote, hawa 12 walioandika vitabu vidogo na wakahudumu muda mfupi, na wale watatu niliowataja walioandika vitabu 4 kwa ujumla, wote waliitwa manabii na walikuwa na thamani kubwa mbele za watu na mbele za Mungu, na hawakutengwa kama tunavyowagawa sisi leo kwamba manabii wadogo na manabii wakubwa. Tena wakati mwingine sisi tunaita hata watu hata wengine wanajiita nabii mkuu. Nabii mkuu. Katika Agano la Kale vitu kama hivyo havikuwepo. Hivyo ni vya kwetu leo. Kwa nini tunagawa hivyo? Tunagawa hivyo kwa manabii wakubwa na manabii wadogo, ili tuweze kuwasoma kwa urahisi, tuwakute. Na vigezo gani tunatumia? Kigezo tunachotumia ni kimoja tu. Kigezo cha huyu nabii kaandika kitabu kikubwa chenye sura nyingi, na je, alihudumu muda mrefu? Kwa mfano Isaya tangu mwaka wa 740 mpaka 680 kabla ya kuja Kristo amehudumu karibu miaka 50 na zaidi, na ameandika kitabu kikubwa chenye sura 66. Kwa hiyo hawa tunawaita manabii wakubwa. Na wale ambao wamehudumu kidogo kama Obadia, ameandika kitabu chenye sura 1 tu na kahudumu muda mfupi kama miaka 5-6, wale tunawaita manabii wadogo. Sasa uwe mwangalifu hapa, wadogo haina maana huduma yao ni ndogo na ujumbe zao na vitabu vyao havina mguso kama wale akina vile, au havina upako mkubwa kama kile cha Isaya cha sura 66. Hatuna maana hiyo. Nabii Obadia aliyeandika kitabu kimoja tu, yani chenye sura 1, na akahudumu miaka michache tu. Na nabii Isaya aliandika kitabu chenye sura 66 na akahudumu muda mrefu karibu miaka 50 au zaidi. Wote wale mbele za Mungu wana uzito ule, wana nguvu ile, na vitabu vyao vina upako sawa na vina nguvu sawa ya kiroho, na vinatufundisha vizuri sana yote. Kwa hiyo hatuwapimi kwa umuhimu wao au wana mafuta, wana upako mkubwa kama wanavyosema watu wengi leo. Wanasema manabii wakubwa ndio wana upako mwingi, mafuta amna. Hiyo ni ya kwetu ya leo. Hiyo ni ya kwetu ya leo. Lakini kwenye Biblia wote wana uzito sawa mbele za Mungu, wana thamani sawa, ujumbe zao zina upako na mguso sawa, na zina uwezo kabisa wa kubadilisha maisha. Kwa hiyo hayo ndiyo tunayaona kuhusu neno nabii na neno unabii. Labda niongezee kwamba ujumbe wa unabii unatofautiana vipi na jumbe zingine. Maana yake unabii ni karama. Na kwa nini tunaitanguliza sana, tunaifundisha kwa tunatenga manabii na unabii? Kwa sababu karama hii ina tofautiana. Karama hii ambayo ya unabii ni karama ya mawasiliano, ujumbe kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu wake. Lakini pia tunazo karama zingine ambazo ni mawasiliano. Karama zote ni mawasiliano kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu wake. Sasa kwa nini unabii au tuseme unabii
ujumbe wa unabii unatofautiana vipi na jumbe zingine za mawasiliano? Kwa sababu ujumbe wa unabii pia ni ujumbe wa mawasiliano. Ni kwamba unabii tofauti yake ni kwamba ni Mungu. Kwa mfano, tutoe mfano na neno la maarifa au neno la hekima au maono na nini mengine. Neno la maarifa, neno la hekima, hizo ni karama ambazo pia zinahusu mawasiliano. Je, unatofautiana vipi? Ni kwamba unabii uko tofauti kwa mfano na neno la maarifa, kwa sababu neno la maarifa Mungu anazungumza na watu wake kwa njia ya njia ambayo sio ya moja kwa moja. Unaweza kuzungumza nao kwa maono, unaweza kuzungumza nao kwa njia nyingine ya mazingira na nini, na wakaelewa. Lakini unabii, ujumbe wa unabii tofauti yake ni kwamba ni Mungu yeye mwenyewe anazungumza moja kwa moja na watu wake kutumia kinywa cha nabii. Ndio maana una ile formula au ule usemi, asema Bwana wa majeshi. Maana yake jamani, hapa ni Mungu anasema na wewe moja kwa moja. Kutumia kinywa cha nabii. Na ndio maana unakuta unatofautiana na karama hizi zingine ambazo Mungu anasema na wewe au anasema na watu kwa indirect, kwa njia zingine, sio moja kwa moja. Sasa kwa sababu hiyo basi unabii unakuwa unatumika sana na ibilisi na wakala zake, shetani na wakala zake, katika kudanganya au katika kuwapotosha watu. Maana mara nyingi shetani akiigiza kama nabii wa Mungu, kumbe sio nabii wa Mungu. Maana pia tutakuja kuona baadaye kuna pia manabii wa uongo. Tutakuja kuzungumza na namna ya kuwapima hizo madarasa yanayofuata. Sasa zile semina inayofuata, ukikuta sasa nabii wa uongo ameigiza kama vile Mungu anasema, watu wanasikiliza kwa makini, wengine wako chini wanagaragara, wanasema sema Bwana, tunasikiliza. Kwa hiyo ndio maana shetani anapenda sana kutumia hii njia ya unabii na kujifanya kama nabii wa kweli ili kuwadanganya watu, shetani na wakala zake. Na ndio maana sasa somo hili linakuwa la muhimu sana sana. Hata siku za leo unakuta unabii wa uongo ni mwingi na unapotosha watu wengi sana sana. Kuna manabii wengi ambao wanasema ni manabii wa kweli, lakini ukichunguza vizuri nabii zao sio Mungu, sio zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu sana wa kujifunza unabii na mawasiliano haya na namna ya kupima nabii wa kweli na unabii ambao sio wa kweli. Na hilo somo tutakuwa nalo katika semina yetu, hiyo sehemu tutakuwa nayo katika semina yetu. Unabii ni muhimu sana ulikuwa muhimu sana katika Agano la Kale, kipindi cha Agano la Kale, lakini pia ni muhimu sana katika kipindi cha leo cha kanisa la leo. Tunaweza kusema ulikuwa muhimu sana katika kanisa la Agano la Kale. Kwa nini tunaita kanisa pia? Nadhani kwa wale ambao mmesoma katika Matendo ya Mitume ile sura ya 7, Matendo ya Mitume sura ya 7, kuanzia ule mstari wa 37, neno la Mungu linasema, Musa anashuhudiwa na Stefano. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii. Hii tunaiona katika Kumbukumbu 18. Katika ndugu zenu kama mimi msikieni yeye. Alafu 38, mstari wa 38
anasema Matendo 7:38 anasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai. Tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Kwa hiyo tunaona neno kanisa katika lugha ya asili ni mkusanyiko wa watu walioitwa na Mungu wakatengwa na wawe watu wa Mungu. Inaitwa kanisa, mkusanyiko wa watu walioitwa na Mungu wakatakaswa, wakatengwa wawe wa Mungu na Mungu awe Mungu wao. Basi kwa hiyo tunakuta katika kanisa la leo unabii ni wa muhimu sana kama ulivyokuwa katika kanisa la kwanza la Agano la Kale au katika kipindi cha Agano la Kale. Na tunaweza tukasema manabii hao wa Agano la Kale walikuwa na majukumu yafuatayo. Jukumu la kwanza, walikuwa wahubiri na walimu wa agano ambalo Musa alifanya na Mungu alifanya na Musa na wana wa Israeli katika mlima Sinai. Wana wa Israeli wakawa taifa la Mungu, wakawa ndio wazaliwa wa kwanza wa taifa, mzaliwa wa kwanza. Maana yake wamjue Mungu, ajifunue kwao, maana uwezo ukamjua Mungu bila kujifunua kwako. Alafu waende wawe missionari kwa mataifa mengine wakamhubiri Bwana, maana mataifa yote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo manabii hili huduma la kuhubiri agano Musa alilofanya na wana wa Israeli, taifa takatifu la kwanza, mzaliwa wa kwanza wa mataifa yote, basi waliopewa hilo jukumu, ingawa mara ya kwanza walipewa makuhani huduma hii ya kulihubiri agano, lakini naona jinsi mtu ulivyoenda, makuhani wakawa wameferi, wakawa hawajatimiza kama inavyotakiwa. Kwa hiyo hata katika kipindi cha wafalme kule Israeli, Mungu alikuza sana huduma ya unabii, kwa sababu manabii alikuwa yeye ndio anawaita moja kwa moja. Walikuwa na nguvu sana na mahusiano makubwa sana na Mungu. Tutaona huko mbele tunapoendelea na somo letu. Lakini makuhani walikuwa na rithi huduma kutoka kwa baba zao. Huduma kutoka kwa baba zao. Manabii wao walikuwa na wito maalum. Kwa hiyo huko mbele Mungu akaanza kutumia zaidi manabii. Kwa hiyo tunasema walikuwa wahubiri wa agano, na wafundishaji wa agano, kuwafundisha watu wawe waaminifu, wamtii Mungu, walitii agano na sheria za agano, ambao ndio Agano la Kale, ndio sheria za agano, na hiyo ndio ilikuwa kazi yao kubwa sana. Halafu pia watofautiane, wawafundishe watu wawe maisha yao yawe matakatifu, watofautishe mambo ya mataifa na mambo matakatifu ya Israeli. Ilikuwa kazi yao hiyo kubwa. Na kazi nyingine ilikuwa watofautishe kati ya unabii wa kweli na unabii wa uongo au uguzi au ubashiri. Kwa hiyo kulikuwa na nabii ambazo tunaweza tukaziweka katika kundi la ubashiri na uguzi. Unakuta nabii zimekaa kiuguzi, tutazungumzia zaidi kiubashiri. Sio ujumbe unaotoka kwa Mungu, ila mtu anaangalia hali ya hewa alafu anabashiri. Anaangalia hali ya hewa, anautoa ule unabii kama wa uguzi. Tutaangalia baadaye. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwaonya watu watofautishe kati ya unabii wa kweli wa Mungu na ubaguzi na ubashiri. Alafu pia ilikuwa wahubiri msimamo na kuwalisha watu msimamo
na kuwalisha watu neno la Mungu, kuwafundisha watu neno la Mungu na kuwaongoza. Na pia kuwaonya watu kuhusu kuvunja agano na sheria zake. Na kuandaa pia watu kuhusu kuja kwa Masihi. Kwa hiyo tumeona kuna kazi kama hizi tano nimezisema hapa. Kazi ya kwanza, huduma ya unabii, kusudi la kuwepo ilikuwa kuhakikisha watu wa Israeli wanaachana na machukizo ya watu wanaowazunguka na kuweza kutofautisha kati ya mambo matakatifu na mambo ya kawaida ya kidunia. Halafu ya pili ilikuwa kutofautisha kati ya unabii wa kweli wa Mungu na unabii wa uongo, ubashiri, unabii wa kibashiri na uuguzi. Na kazi ya tatu ilikuwa kuhubiri na kufundisha agano, mambo ya agano, na ili kuwajenga watu wawe na uhusiano mzuri na Mungu wao. Kwa hiyo kuwafundisha neno la Mungu na kuwafundisha mambo ya agano, sheria za Mungu, ili uhusiano wao na Mungu uwe vizuri. Na jambo jingine tumesema la nne ilikuwa kuwaonya watu kuhusu kuvunja agano na sheria zake, wajilinde kuvunja agano na sheria za Mungu. Alafu ya tano muhimu sana na yenyewe, kuandaa watu kuhusu kuja kwa Masihi. Ndio maana tutaona kipindi semi inayokuja tutaanza kuangalia tofauti ya huduma ya unabii, manabii wa agano la kale, na huduma ya unabii na manabii wa agano la leo. Kwa hiyo wale wa agano la kale tunaona walijenga msingi mkubwa sana, na ndio maana maneno ya Mungu yanavyosema mmejengwa katika msingi wa manabii. Wana maana manabii wa agano la kale, manabii wa agano la kale. Sio manabii leo ambao tunao, wanao ambao ni manabii wa leo tunawaita manabii. Wasija wakwambia nyinyi ndio Biblia inasema mmejengwa juu ya mafundisho yetu sisi. Mwambie hapana, ni wale manabii wa agano la kale ambao walitabiri kuja kwa Masihi, kipindi cha Masihi, yani Yesu Kristo. Manabii wale na mafundisho yao hayo sasa, ambao walipewa na Mungu kwa unabii kuhusu kuja kwa Kristo. Ndio maana jumbe zao zilikuwa zina sehemu mbili. Kuna ujumbe zilizotolewa kwa watu wa wakati wao, wa kizazi chao, kwa kipindi chao. Lakini pia jumbe zingine tunaziita forward, yani zile jumbe zilizokuwa zinazungumzia siku za mwisho, siku za Masihi. Siku za Masihi ni siku za mwisho, siku za kuja Masihi Yesu Kristo. Kwa hiyo hao sasa wa agano la kale pamoja na mitume wa Bwana Yesu ndio tumejengwa juu ya mafundisho ya hao. Ndio tumejengwa juu ya mafundisho ya hao. Na tuangalie pia sasa kwamba nimeshaeleza mgawanyiko huo. Baadaye sasa tutakuja kuangalia wito wa unabii na huduma ya kinabii, na hapa ndio tutaanza kuiangalia na kuilinganisha na huduma ya tutalinganisha na huduma ya manabii wa agano la kale na huduma ya manabii leo. Na tutaangalia mitazamo, iko mitazamo mitatu ambayo tutaiangalia safari inayokuja. Kwamba kuna mtazamo mmoja ambao tunauita mtazamo kwamba unabii, huduma ya unabii na manabii ilishakoma
tangu kanisa la kwanza la mitume, maana ilikuwepo tu kwa ajili ya kulianzisha na kulijenga kanisa. Kwa hiyo kwa leo hamna huduma hiyo ya unabii na manabii. Na mtazamo mwingine unasema ipo, inaendelea na haijakoma bado. Na mtazamo mwingine wa katikati inasema ipo, inaendelea, lakini lazima tupime nabii zinazotolewa na neno la Mungu, maana baada ya neno la Mungu kukamilika, Biblia kukamilika, ujumbe umekamilika, jumbe zingine za unabii zinazokuja zipimwe kwa Biblia. Kwa hiyo tutaiangalia ile semina ijayo, tutaiangalia hiyo. Leo tuishie hapa ili niache nafasi kwa ajili ya maswali katika yale ambayo nimeyazungumzia. Karibuni sana, karibu anayetuongoza, tuingie kwenye kipindi cha maswali na majibu. Karibu. Wow. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Nasikika Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kwangu nasikika sana. Amen. Amen. Asante sana. Najua watu wangu wako katika mute. Basi nishukuru nafasi kumshukuru sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Jackson Nyanda kwa kutuanzia vizuri katika sehemu ya kwanza. Ameweka foundation kwa siku ya leo katika somo letu hili ambalo tutakuwa tunapeperuka nalo kwa wiki 3, manabii na unabii. Ni nini tofauti yake na kadhalika. Ndio foundation nzuri kabisa na kwa hiyo umetubariki sana. Lakini kabla alivyodokeza mwalimu siku ya leo, na kama ambavyo wengi tunafahamu kawaida kipindi chetu, huwa tunapata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali. Kama kuna kitu ambacho kimekufungua jicho kidogo, basi tunasema kwamba hapo unachangia. Utabonyeza alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Lakini kama una swali utafanya hivyo simu kama kawaida, jina la kwanza pale ulipo, nitakupa dakika 2 mpaka 3. Tunaamini kabisa kwamba unaweza kuphrase swali lako vizuri kabisa ukasikika na tukapata nafasi ya kulichangia pamoja. Sehemu ya maswali na majibu imeanza rasmi. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen, amen, amen. Hii ni sauti ya dada Joyce hii. Karibu dada Joyce. Mimi Joyce. Mimi sina swali, ila tu namshukuru Mungu kwa ajili ya Reverend Dr. Jackson Nyanda na somo lake hili la unabii na manabii. Nilikuwa tunaendelea pia kusisitiza mkazo pia kwenye Umoja International Bible College. Yeye pia ni dean wa hiyo college pia, Bible College. Na pia kutokana na jinsi kaka Jerry alivyoeleza sifa zake zote za kufundisha na kokota kupitia, mojawapo mwanafunzi wake ni Profesa Zogere. Amefundishwa na Reverend Dr. Nyanda. Asante sana kwa somo la leo, na ni kweli ni mtu ambaye yuko busy sana. Huyu mpaka umpate umkamate ni umempata kweli. Mungu akubariki na asante kwa somo la leo. Asante sana Joyce. Amen. Amen. Asante sana Joyce kwa changizo hilo. Ni kweli ni jambo la bahati sana kuweza kumpata mtumishi leo. Na tunajua kabisa tupata nafasi ya kuchomeka na maswali hapa kabla hajachomoka. Kama uko katika line upo live uko mbashara kwa siku leo, utabonyeza alama nyota nambari 6 *6. Wote mpo katika line hapa, naona lines almost 50. Wote mpo katika mute kwa hivi sasa. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Amen, amen, amen. Nimemsikia dada Josephine kwanza kabla ya dada Messi. Nitaanza hivyo. Josephine, wakati Messi anajiandaa. Sasa Josephine, karibu. Asante sana mwalimu. Asante sana mwalimu Nyanda. Yaani nimefurahi kweli kwenye hili somo kwa sababu najua bado sisi bado anaendelea kutufundisha pia. Mimi swali langu nilikuwa naomba kujua, kwa sababu nimesikiza kwa makini sana, tofauti na wale makuhani umesema walikuwa wanarithi, manabii wenyewe ni jumbe, hizo ni sauti ya Mungu, yaani wanatumwa na Mungu. Sasa mtu mpaka kuwa nabii, kwa sababu sisi kuna manabii wengi wanajitangaza. Yaani nani anakuidhinisha wewe ni nabii? Ni mimi tu mwenyewe usiku ninajisikia tu kuna ujumbe kichwani mwangu kwamba mimi kuanzia kesho mimi ni nabii.
au unatakiwa usimikwe kama ambavyo tunaona wanasimikwa wachungaji na watu mbalimbali wanasimikwa, au ni ile ya mtu tu anajitangazia? Na kama kujitangazia, mbona ni hatari kubwa sana, kwa sababu jumbe ya Mungu ni yule mtu na Mungu. Ndio kama sio ya Mungu na kajisemea, uone leo inachangia sana, yani kwamba kuwa na manabii wengi wa uongo, kwa sababu mimi naweza kaamka leo nikamwambia na mimi nimetumwa kaka Jeri hivi na hivi na hivi. Sasa ni nani anayetakiwa anithibitishe kwamba mimi ni nabii, au najithibitisha mimi mwenyewe? Hilo ndio swali langu. Asante. Amen. Asante sana kwa swali zuri hilo dada yangu Josephine Kuyengana pale Houston. Kabla sijamkaribisha mwalimu akata ananyanyua glasi ya maji, kuna mtu atajaribisha kuchangia hili. Mtu anasema mimi ni nabii. Nafikiri nani kampa unabii? Amepewa unabii kweli ama ameamua kujiita? Japo kwa mwanzo swali alikuwa ameshaegama upande jipo analitaka, lakini hebu tuchangie katika hili. Angalia simu yako na mnyota nambari 6 utakuwa hewani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada. Amina. Asante. Pia napenda kumshukuru mwalimu. Nitajibu. Mwalimu hapo mwanzo nafikiri ametufundisha kwamba unabii ni karama. Ni karama ambayo tunaipata kutoka kwa Mungu, na kuna wengine katika huo unabii wamepewa unabii wa kusema, wengine unabii wa kuandika. Ukija kwenye swali aliyosema kwamba utajuaje sasa? Utajuaje? Maneno ya Mungu yamesema mara nyingi tutawajua kwa matendo yao, na kuthibitisha katika neno la Mungu, kwa sababu tumefunuliwa katika neno la Mungu. Kama wewe msomaji wa Biblia, ni lazima lile neno la unabii liendane na neno katika Biblia. Na kama lile neno linakuhusu wewe au linahusu kanisa, unakuta mara nyingi huwa pia na wale waliotolewa unabii wanafunuliwa. Kwa hiyo unaweza kulipata katika neno, au unaweza kuwa kama vile confirmation kwamba Mungu alishasema na mimi, sasa nabii ana confirm. Kwa hiyo ni lazima kwa namna moja kuwe kuna kuconfirm either kwenye Biblia au wewe mwenyewe kuwa ulishalisikia au ulishaambiwa. Mimi labda nitaishia hapo, na mwingine pia anaweza kuchangia. Amen. Asante. Sasa mesa kuanzia hapo. Sasa Josephine ameniingilia. Hebu tusikilize kwanza kidogo. Swali umeweza kulisikia hapa. Hebu kulichangia zaidi. Alochangia wa kwanza amesema utamtambua kwa maneno yake na vitendo vyake. Bwana sio mtu kanichomekea message hapo bwana. Amen. Brother Alan ameingia. Je, kama matendo yake yanawalaki? Na mtumishi amemisi ile sema kwamba nani anawateua. Yaani kama hao wanani wachungaji, unaona kama vile kuna upadrisho, vitu kama hivyo. Sasa nani anasema kwamba huyu ni nabii? Sasa hivi ni nabii. Kwa kifupi ni kwamba mwalimu Josephine, kwamba hata sasa hivi watu wana makanisa yao bila kupewa upadrisho au nini. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe anajichagulia kwamba nijiite nabii, nijiite apostle, nijiite mchungaji. Sasa hivi ni vitu vya kawaida. Kabla ya mwaka 80 kulikuwa hakuna apostle Tanzania nzima. Yaani apostle wa kwanza Tanzania Maboya. Apostle wa kwanza Tanzania Maboya. Kwa hiyo miaka yote hiyo iliyokuwepo tangu Ukristo ingie Tanzania kulikuwa hakuna neno apostle. Unaona? Kwa hiyo kwamba hayo ni majina ambayo sasa hivi mtu anajichagulia. Na wanavyokuambia kwamba nabii, sasa hivi unabii, mtu akisikia tu Yesu akasema kwamba toa jiwe, amesema unabii. Yaani kwamba akisoma katika Bible ameweka unabii. Mimi kuna kanisa nilikuwa nasali kila Jumapili ya 3 ni Jumapili ya unabii. Sio unabii mwingine wote, ni kusomea yale ya ahadi za Biblia. Kwa hiyo swala la kwamba nani kamteua nabii ni kwamba yeye mwenyewe anasema kwamba Mungu amemsikia atajisema yeye nabii. Ushahidi uko wapi kwamba tunajua kwamba nabii anateuliwa na Mungu? Kwa hiyo ukweli uko wapi? Yeye mwenyewe ndio anajua. Kwa hiyo swala kusema kwamba labda kitengo maalum kuna mtu anampa huyu kazi nabii huyu nani, amna, ni yeye mwenyewe anajiamulia. Yaani sasa hivi ni mtu anajiamulia mimi nabii au nijiite apostle au nijiite mwalimu. Unaona? Let's say kwa mfano, natoa mfano, mwalimu Shemdoi angeweza kuamua kujiita apostle Shemdoi, lakini ameamua kujiita mwalimu Shemdoi. Mwakasege angeweza kuamua kujiita mimi mtume Mwakasege, amejiita
Mwalimu Mwakasege. Kwa hiyo kwamba ni vitu ambavyo wanajichagulia. Amen, amen. Amen, amen. Tunaendelea vizuri. Sasa brother Allen kutoka pale Houston kwa chingizo lako. Mtu mmoja mwisho kabla sienda kwa mwalimu. Na ruhusa kidogo kupita katika majibu mmeanza kusikia hapo. Na mwisho amechombeza amesema kwamba kabla ya yote Tanzania anapokumbuka mwaka 80 Maboya, nafikiri Dustin huyo anazungumzwa. Na mtu kaanza kutamka mimi ni nabii nchi nzima. Then mwingine akasema kwamba utamtambua kutokana na matendo yake na vitendo vyake. Tunaelekea huko. Mtu mwingine wa mwisho, alama ya nyota namba 6 utakuwa hewani. Chap chap. Basi ngoja niende Dodoma. Nimkaribishe mwalimu kwa dakika kama 2-3 zilizobakia. Asante sana Jerry, Mungu akubariki sana kwa kutuongoza vizuri. Mimi niangalie neno katika Yeremia sura ya 23 katika tuangalie anasema anazungumzia anasema hivi kuanzia mstari wa 15. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, katika habari za manabii, tazama nitawalisha pakanga, nitawanywesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka kwa manabii hao wa Yerusalemu kufuru kumeingia katika nchi yote. Na naungana na Aaron kwamba hawa manabii wanaozungumziwa hapa walijiita ukisoma ule mstari wa 20 anasema hasira ya Bwana haitarudi hata atakapokwisha kuyatimiza makusudio ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Mimi sikuwatuma, mstari wa 21. Mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio, sikusema nao, lakini walitabiri. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangalisikisisha watu maneno yangu na kuwageuza wasiache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kwa hiyo kama alivyosema Ellen ni kwamba hawa manabii inawezekana walianza vizuri, wakatabiri vizuri, halafu baadaye wakaingiliwa na roho ya kiburi au na roho ya kutakabari, kutaka sifa, wakaanza kutabiri mambo yao wenyewe, wanayawekea formula, asema Bwana wa majeshi. Lakini Mungu hapa anawakana, sikuwaita. Au inawezekana wale sio manabii kabisa aliowaita, ni manabii ambao wamejiita wenyewe. Na ndio maana hapa anasema anawakana. Ile Yeremia 23 ule mstari wa 21 anasema mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio, sikusema nao, lakini walitabiri. 22. Lakini kama wangalisimama basi katika baraza yangu, maana yake ningekuwa mimi nimewaita na kuwatuma, ndipo wangeliwasikisha watu maneno yangu na kuwageuza wasiache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kwa hiyo majibu yaliyotolewa ni kweli. Nafurahishwa na ile swali la Josephine kwamba nani aliyewaita. Kwa hiyo tunaona hilo swala ni muhimu. Mtu nabii ajihakikishie mwenyewe kwamba ameitwa na Mungu, na anaposema tutaangalia kama aliyoyasema yatatimia. Mwanzo tutakuja kujifunza namna ya kupima nabii wa kweli na unabii wa kweli, na tutaangalia na matendo yake. Ajithibitishe mwenyewe. Lakini swala yaliyoulizwa ni maswala muhimu sana ya kujiuliza siku hizi. Wewe nani amekuita? Nani amekuita? Maana inaonekana katika Yeremia 23 hapa kuna watu walikwenda bila kutumwa na Mungu, na Mungu akawakataa. Kwa hiyo nadhani ni maswali mazuri sana ya kujiuliza siku za leo. Na mtu akisema nabii, sawa, atuambie yeye ni nabii na tuone
kwamba yale anayoyatabiri yanatimia, na tuhakikishe Mungu kabisa amesema naye, tutajua tu. Asante sana. Amen. Asante sana, tutamjua kwa maneno na matendo. Asante sana. Na kwa sababu muda tutaweka nukta, lakini kabla ya hapo kabla hapo naomba nirudi kwa muuliza swali pale Houston, Texas, dada yangu Josephine. Vipi, tumekusogeza? Kama unazungumza upo katika mute, alama nyota nambari 6 static. Yaani nashukuru sana. Najua hili somo lina maswali mengi, lakini nashukuru sana. Nimepata mwanga mkubwa. Asante sana. Basi kwa agano hilo na napata nguvu kabisa kuweka nukta kwa siku ya leo. Nashukuru wote kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kipekee mchungaji ambaye ametufundisha kwa siku ya leo, Reverend Dr. Nyanda kutoka pale Dodoma. Faji kuda saa 9 ndio kwanza saa 10 inaingia. Ameweza kuamka mapema kabisa na ameweza kushiriki nasi katika sehemu ya kwanza vipande 4 ya somo hili la manabii na unabii. Mungu aende kubariki sana mtumishi wa Mungu, wewe na huduma yako na familia yako pale ulipo. Amen. Barikiwe sana Jerry, na wewe pia Bwana akubariki. Amen. Tunapokea. Nitakurudisha tena kwa sala ya kufunga kipindi, lakini kabla ya hapo niwakaribishe wenzetu wa Outreach Ministries, mwakilishi wa Outreach Ministry kuongoza katika declaration yetu ya mwezi huu wa 4, ikiwa ni siku ya pili. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa nishukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu wetu kwa somo zuri kabisa. Kwa kweli tumebarikiwa sana. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo wapendwa, kama mnavyofahamu declaration yetu mwezi huu ni tunawaombea toba na rehema viongozi wote wa serikali katika nchi ya Marekani na nchi iliyotoka, ili waweze kulitimiza au kulisimamia kusudi la Mungu. Kwa hiyo tendeni mbele za Mungu, amini na kiako, ukapata kufanya declaration. Tunakataa wala rushwa, tunakataa wanao haribu haki za binadamu, tunakataa wahujumu uchumi, tunakataa wanaojaribu kukataa kuweka sheria ambazo zinasababisha injili ya Mungu isende mbele. Vyote vile twende mbele za Mungu, tukapata kufanya declaration. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele za uso wako Jehova, tukiomba toba na rehema kwa ajili ya viongozi wa nchi ya Marekani, viongozi katika kwa ajili ya viongozi wa nchi ya Baba, tunaomba toba na rehema juu yao kwa namna ambavyo Mungu tunataka waitimize. Baba, tunaomba toba na rehema hofu ya Mungu juu yao, tunaachilia neema Mungu juu yao. Baba, tunaomba wakawe na moyo wa unyenyekevu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina lako takatifu Mungu tunashukuru. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, mwenyekiti wetu wa Outreach Ministry, mchungaji Elisa Mangesho, kwa kutuongoza katika declaration yetu ya mwezi wa 4. Katika mtambo wangu sioni moja kwa moja namba ya mchungaji Nasua. Dr. Nasua, naomba confirm kama upo nikukaribishe. Naam, kwa ukimya basi inanihakikishia kwamba macho yangu yako vizuri, hayupo katika laini kwa siku ya leo, na hakika atakuwa na shughuli nyingine ya kichungaji imemkamata. Nitamkaribisha mwalimu wa siku ya leo aisha kipindi kwa sala jioni, lakini baada ya hapo basi nitaomba wote tubaki kwa tangazo maalum kabisa kutoka kwa wenzetu wa Prayer Line. Namuona mkurugenzi wa Prayer Line katika line, nitamkaribisha baadaye, lakini kwanza kabisa naomba nichukue nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mpaka mwisho, na wale pata nafasi ya kuuliza ambao kuchangia maswali kwa siku ya leo. Alianza Sister Joyce kutoka pale BMV, unaweza kumsikia Sister Josephine kutoka pale Houston, Sister Messi wa Connecticut, na Brother Allen wa pale Houston, Texas. Wapo, lakini inawezekana hujawaona. Wapo katika line hapa watumishi kadha wa kadha, na kutambua uwepo wako mchungaji Bupe Mwakelemela, na kutambua mchungaji Elia Makatumbula, mchungaji Gilbert Rela, mchungaji Mangesho, Sister Glory Show, mwalimu kutoka pale Arusha, mwalimu mchungaji Lilian Joseph wa pale Houston, Sister Sofia wa Florida,
Mwalimu Olivia Andrews wa pale New Jersey, mchungaji Nancy Mungi pale Tanzania, na kama nilivyosema hapo awali basi amefundisha kwa siku ya leo ni mchungaji daktari Jackson Nyanda. Basi nikukaribisha tena baba mchungaji, utaishi kipindi kwa sala jioni, na kama nilivyosema kwa wengine wote tusubiri kwa tangazo kubwa muhimu sana la siku ya kesho katika madhabahu yetu mchana. Karibu Dr. Nyanda. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu, upendo mkuu. Asante kwa ajili ya watu wako ambao wanatoka karibu sehemu zote za dunia, unaowaandaa kwa ajili ya kuipeleka injili mbele na kukuza ufalme wa Mungu katika nyakati zetu. Baba, ninakushukuru kwa ajili yao. Nawaombea Bwana neema na baraka na rehema na hekima ya Mungu ambayo Bwana unawakirimia ili wakaweze kuitenda kazi yao, na Bwana ili waweze kulitimiza kusudi lako Bwana. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Jerry ambaye anatuongoza katika kipindi hiki, na viongozi wengine na ndugu zetu wote ambao wako katika semina hii na katika prayer line hii. Baba, ninasema neema ya Bwana iwe pamoja nao, ukawajalie maisha mema ya kukutumikia, mafanikio pamoja na hekima ya kulitenda kusudi lako katika maisha yao, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Jackson Nyanda kwa kutulisha kipindi kwa sala ya jioni. Na watu nashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja kwa siku ya leo. Na kama nilivyosema kuna tangazo nitaleta baada ya hapo. Basi nikukumbushe basi kipindi kijacho kitakuwa tena kipindi cha pili, kitakuwa wiki ijayo muda na wakati kama leo katika namba yetu hii ya prayer. Itakuwa ni part 2, kwa huku Marekani itakuwa ni April 9, nyumbani South Africa itakuwa ni April 10. Na kwa kipindi hiki basi mwendezo vipindi vingine vinavyojia kwa sala makanisa ya moja. Prayer line itakuwa ione kama kawaida saa 12 za asubuhi katika namba ile ya prayer line. Kumbuka basi kusubscribe katika channel yetu hii ya Umoja Church Bible Study katika YouTube account, Umoja Church Bible Study katika YouTube, na kipindi hiki basi kitakuwa downloaded pale muda mfupi ujao. Ukiweza kufika pale kusikiliza kile kipindi hicho, utakuta na namba zetu uweze kukutana nasi katika kile kipindi ambacho tunakuwa mbashara. Na kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati hili la Umoja Church Bible Study, da Priska Mungai Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo, brother Alan Furu, na intro Jerry Mkonyi. Tukiwa amani ya Bwana, usikivu mwema vipindi vijavyo, na Mungu ende kuwabariki. Subiri kwa tangazo linalofuata.